Tambala hili mtu wangu linaitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuri TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa tuanzia pale ambapo tuliishia kwenye episode ya 6 ya Tambala hili mtu wangu. Sasa Fatima alimsaidia tena kwa mara nyingine Kewe. Kilichosaidia ni kuwa Fatima alimpigia simu ikapokelewa na msamaria mwema tu, ndo akamwelekeza sehemu ambapo Kewe alipo aisee. Kwa hiyo ikabidi aende akamchukua na kumpa msaada. Fatima alikuwa ni mwema sana kwa Kewe hadi Kewe mwenyewe akashangaa, imekuwaje huyu mtu? Baada ya kipigo kizito, Kewe akaja kuungana na Access hapa. Nani kakupiga hivi? Ulisema una nguvu, tushirikiane sasa. Ikabidi Access amtoe Frankie kwanza wazungumze. Aliyakupiga hivi ni nani? Douglas, endelea kusema, nataka nimharibie. Unataka kumharibie nini? Maisha yake. Hiki kitu hadi Access akashangaa yani. Huyu kachanganyikiwa au? Maana mzee ambaye anataka kumharibia maisha yake ni baba yake, rafiki yake wa damu. Anaweza vipi huyu? Access akasema amependa hiki kitu na kesho asubuhi kuna mahali atampeleka. Dili likakubalika ise. Upande wa pili kwa Jonathan, mawazo ni mengi kinoma kuhusu Kewe. Mzee alipofika akamwambia, Kewe ni mtu poa sana, usiwaambie vijana wako waende kumfanya chochote. Yule si amekupiga? Ndiyo, lakini yule ndo aliniokoa na wahuni kipindi kile. Kwa hiyo anakusaidia leo, kesho anakuumiza. Sio mtu mzuri yule. Jonathan anaamini kabisa Kewe ni mtu mwema, lakini mzee hana hiyo imani hata kidogo. Kwa hiyo ikabidi amkatie tiketi ya kwenda London kwa mama yake. Upande wa pili kwa Access, kamleta Kewe kwa tajiri mmoja mkubwa sana hapa mjini. Lakini kabla hujaonana naye huyo tajiri, lazima ufanyiwe inspection kwanza, yani ukaguliwe. Kuna ulinzi wa kutosha tu hapa. Mzee alipofika, kumbe alikuwa anamfahamu Kewe tangu muda tu na alikuwa anamfuatilia kwa karibu mno. Kumbe Access pia anafanya kazi chini ya huyu mzee, hayuko peke yake. Kuna nini wanakitaka hawa? Huku Jonathan amerudi hostel kuangalia kama Kewe yupo, lakini bahati mbaya hakukuta kitu chochote cha Kewe. Mchizi kachukua kila kitu chake akawa amesepa. Sasa wakati anatoka akawa amekutana na Fatima. Ikabidi amuulize, umemwona Kewe? Unamaanisha aliyepigwa kidogo afa siku mbili zilizopita? Jonathan akashangaa, nini kitokea? Ameondoka chuoni, alisema kuna mahali muhimu sana naenda. Jonathan akajua tu kuwa yeye ndo kasababisha hivi, na hata waliofanya hilo tukio la kumpiga ni vijana wake baba yake. Kwa hiyo aliumia kishenzi yani. Wote akahisi walipigana hawa, maana hata Jonathan haonekani kuwa poa. Na hisi hivyo pia, au waligundua kuwa wao ni ndugu. Labda, sijui kwa kweli. Fatima akamtaka Ozi hii siri asijue mtu, maana ataharibu mipango yake ya kudate na Kewe. Huyu anawaza penzi tu. Huku mzee kamletea Kewe kilevi. Hivi sio vitu vyake kabisa ise. Akasema yeye atumii. Mzee akasema vinywaji laini ni kwa ajili ya wavulana, sio wanaume. Kewe akajaribu lakini kamshinda. Ikabidi aulize, ulijuaje na mahusiano na Douglas? Mimi ni baba yako mlezi. Ina maana unanijua? Mama yako Lydia, nimewajua wazazi wako zaidi ya miaka 20 iliyopita. Mzee akaanza kummezesha sumu Kewe hapa. Lydia alimpa yule mwanaume kila kitu, aliteseka sana. Baba yake Lydia hakutaka olewe na Douglas, lakini yeye akalazimisha tu kuwa kwenye mahusiano na Douglas. Mwisho wa siku Douglas akampa ujauzito mama yako. Mchizi akaukataa pale pale. Hata wewe ulipomfuata alikukataa kwamba hakujui, aliwaona kama uchafu tu we na mama yako. Ona sasa, ametuma vijana wake wa kupiga kama mharifu. Huo ni ujinga mwanangu, huo ni ujinga. Pombe ikakubali kupita kwenye kola Kewe. Hasira zimemjia Hasu na Mbiwa. Wakaona hii ndo yenyewe sasa. Kila mmoja akaona imemwingia dogo. Kipindi kile nilikuwepo. Niliona namna ambavyo mama yako alivyoteseka. Mama yako ni mwanamke na nusu aisee. Douglas alimsaliti mama yako. Ndio maana nataka nikufungue, nikupe maisha. Pengine ni maisha ambayo Douglas ameshindwa kukupa wewe, kama ambayo anampa Jonathan tu, tena na zaidi. Unafanya kazi za kantini, gym ili upate pesa tu. Mimi nitakupa maisha ambayo unayataka. Nitakupa gari na nitakupa na nyumba ya kuishi. Kewe akashtuka, mbona mambo mazuri hivi, narudisha nini hapo? Access akasema, si unataka nguvu? Basi na bei zake hiyo. Hauwezi kupata kitu bure, nahitaji nguvu ya kumuumiza Douglas. Safi, ndio maana nimetaka Access akulete hapa. Nataka muue baba yako Douglas. Kewe akubali hili dili au vipi? Maisha yake ni magumu kishenzi yani. Halafu kaletewa dili hapa na maisha yatabadilika kuwa mazuri. Ungekuwa ungefanyaje? Upande wa Jonathan huku kamtafuta sana Kewe hajampata. Kila akimpigia kwenye simu yake hampati. Dereva kahisi labda mchizi kasafiri. Jonathan yeye akahisi amemblock. Ikabidi atumie simu ya dereva ili ampigie mchizi. Alipompigia mambo ni yale yale tu, mchizi hapatikani. Dereva akasema nilijua itakuwa kasafiri tu, kasha safiri huyo. Safari ya Jonathan kwenda London ni leo aisee. Kwa hiyo mchizi akasepa. Baada ya mwezi mmoja kupita, wanafunzi wakaanza kuripoti tena chuoni. Amira akiwa amesimama hapa, akashuka Kewe kwenye ndinga moja kali kishenzi. Hadi Amira akashangaa kinoma kumuona mchizi. Huyu Kewe gani tena? Akataka kujua hili gari kalipata wapi. Kewe akapotezea tu pale kwa kumtaka waende wakale kwanza. Hata wewe lazima ungeshtuka tu. Yaani unamwona mtu kabadilika ghafla hivi, lazima ujue kuna kitu hakipo sawa hapa. Amira chakula kipandi kabisa, maana haelewi Kewe kapata wapi gari. Akauliza tena, umenunua lile gari au unataka kujua? Ndiyo, umebadilika sana sasa hivi. Kewe
anataka ale kwanza, kisha akimaliza atamwambia. Amira akaanza kula, lakini ana wasiwasi kishenzi yani. Baada ya muda Amira akarudi hostel. Kwa mara nyingine tena akaungana na rafiki yake hapa na nini, basi makumbato kibao yakafata hapa. Mara akaingia Kewe. Hata Bella akashangaa kinoma kumuona mchizi kabadilika hivi. Akahisi anaota. Pekenya sana macho hayo. Lakini ndo uhalisia hivyo. Akamwona ndo Kewe mwenyewe. Hakuamini kabisa ise. Upande wa Soma huku naye ndo anaingia chumbani leo. Akamkuta rafiki yake Princess amekula utawala tu hapa. Basi shangwe lilikuwa ni kubwa mno hapa ndani. Vipi, ulikuwa unaongea na Jonathan? Soma akasema alijaribu. Hakuwa anapokea na akipokea hakuna maelewano. Baadaye alisafiri kwenda London, kwa hiyo hatujiongea kabisa. Princess anachokitaka ni Soma mpate Jonathan. Lakini kwa sasa Soma anataka afanye mambo yake tu, maana hawezi kulazimisha mapenzi. Kwa hiyo unataka kuacha wakati Amira na mtu wake? Hauwezi kulazimisha mtu akupende. Basi bana Jonathan karudi chuoni lakini hakumkuta Kewe. Dereva kauliza, Kewe hajarudi tu kutoka vacation? Mchizi akapotezea. Asante sana kwa msaada. Wewe unaweza kwenda sasa. Dereva akawa amesepa. Upande wa pili Kewe kamleta Amira anapoishi. Amira alishangaa kinoma yani. Haujafurahi? Nimeshangaa tu. Kewe akasema mama yake alipata kazi huko nje, ndo akampa gari pamoja na hii nyumba ambapo anaishi. Basi nimefurahi kwa ajili yako tu. Sasa Kewe akataka kumwambia Amira ukweli wa moyo wake. Mara akapigiwa na Access. Kwa hiyo zoezi likawa limeishia hapa. Baada ya muda Kewe akarudi. Akasema kuna sehemu anapaswa kwenda, kwa hiyo inabidi waondoke tu. Wakawa wamesepa hapa. Mzee akasema amefurahishwa sana na maendeleo ya Kewe. Analenga shabaha vizuri mno kwa sasa. Tumemaliza majaribio. Kinachofuata ni dili kamili sasa. Sawa mkuu. Access, nenda kaandae kila kitu kwa ajili ya Kewe. Basi watu wakaondoka hapa. Matokeo ya mitihani yametoka bana. Bella kabla kuangalia akaanza kusali kwanza, maana anajua tu atakuwa amefeli. Anaijua akili yake vizuri. Akachukua PC akaingia mtandaoni, lakini hakutaka kuangalia kinachoendelea. Akaiweka pembeni. Yani hakutaka kabisa kutazama. Mara akaingia Amira, amepoa kishenzi yani. Bella akasema, Amira matokeo yametoka, umeangalia? Bado. Unajua utakuwa umefaulu tu, ndio maana hutaki hata kujisumbua kuangalia. Mimi namuomba sana Mungu nifaulu, nitafanya chochote. Hata ikibidi kujiunga na kwaya, mimi nitajiunga na kwaya ili mradi tu nifaulu. Lakini Amira yuko kimya tu. Amira akasema, Kewe anaonekana tofauti sana. Kwa nini umesema hivyo? Amenunua gari mpya na amehamia kwenye nyumba ya kifahari sana. Ametoa wapi hiyo pesa? Si ulisema mama yake amepata kazi nje ya nchi au? Sawa akasema, lakini kuna kitu hakipo sawa hapa. Nasikia ulimpendea umaskini wake. Sio kuhusu pesa. Kewe ninayemjua ni tofauti kabisa na huyu. Bella kaisi walipoenda amenanili imepigwa. Amira akasema hapana, alijaribu kunibusu. Alifanyaje? Kewe ninayemjua hawezi kufanya hivyo. Amira, niambie ukweli, hujambusu? Alitaka lakini. Bella akauchunguza mdomo wa Amira. Isije ikawa umepigwa busu. Kisha akamwambia siku nyingine asiende. Kama kajaribu kufanya hivyo leo, kuna siku atafanya kitu kingine zaidi ya hiki. Mwisho Amira akamsaidia Bella kuangalia matokeo yake. Amira alipotazama akakuta kafaulu masomo yake yote ise. Yeye mwenyewe haamini. Alifurahi huyo. Yani Bella alikuwa haamini kabisa kama atafaulu, lakini kafaulu. Alifurahi huyo. Basi bana Waisa na Jonathan wakakutana leo. Jonathan akasema Kewe amehama kwenye chumba ambacho walikuwa wanakaa. Nini kimetokea? Kiukweli hata mimi sijui. Waisa akaomba kama vipi ahamie chumbani kwa Jonathan, maana anapokaa ni karibu na choo. Kwa hiyo akipendi kabisa chumba anachoishi. Sasa wakiwa wanaongea hapa, akashuka Kewe na ndinga ya maana mno. Waisa alipomwona mchizi akashangaa kishenzi yani. Katoa wapi pesa huyu hadi amiliki ndinga ya gharama hivi? Basi bana kundi likakutana kwa mara ya kwanza. Bella akaomba wafanye party. Kila mmoja akakubaliana na wazo la Bella hapa na nini. Ikabidi wamcheki pia na Kewe. Bella alipompigia Kewe hakuwa anapatikana. Amira akasema na namba mpya. Kila mtu akashangaa hapa. Imekuwaje kabadili hajawapa namba? Ikabidi bibia ampigie yeye sasa. Mchizi akasema atakuwepo kama Jonathan hata kuwepo. Sasa Amira hakutaka kutoa taarifa kamili. Akasema mchizi yuko busy tu, kwa hiyo hataweza kuhudhuria kwenye hiyo party. Maana hawezi kuambia ukweli wa kila ambacho mchizi amekisema. Washikaji walienjoy sana siku hiyo. Baadaye wakarejea chuo. Waliposhuka, Soma akataka kuongea na Jonathan, lakini mchizi akataka kuongea na Amira. Yani anamkwepa kinoma Soma. Anajifanya kama amuoni hivi. Inaumiza kishenzi. Si mnamuona anavyoumia Soma Ndivyo ambavyo asilimia kubwa ya vijana wanaumia kwenye mapenzi. Yani unapenda sehemu ambapo wewe upendwi. Noma sana hii. Kewe alisema nini? Naamini ulisikia alichokisema. Usinidanganye. Najua alisema kama mimi nipo yeye hata kuwepo. Najua sababu ni mimi. Tulipigana. Amira akashangaa. Mlipigana ngumi au? Ndiyo, lakini baba aliingilia hili. Ndio maana hatujafukuzwa chuo. Amira akamtetea Kewe pale. Bado unamtetea? Katuvuruga, kabadili namba ya simu. Unapaswa kumwambia alichokifanya sio kizuri. Bella akasema sio rahisi hivyo. Ni kwa sababu unampenda. Tukikaa mimi na yeye hapa, lazima utamchagua yeye tu. Mimi ndo mjinga kwa kufikiria yote haya. Jonathan kakasirika vibaya mno, akawa amesepa. Yani hataki mazoea kabisa kwa sasa. Soma akakutana na Steve tena. Mchizi akawa na maongezi mengi, akamshika mkono bibie, akamwambia kuna mahali tunaenda. Kwa hiyo ikabidi wasepe tu. Waisa leo kajipiga anataka kumtoa lunch Bella.
hauna pesa Waisa, umekutana na mimi Waisa wewe? Na kujua Waisa hauna pesa, unaenda kula ndio au hapana? Waisa umeiba benki au? Bili juu yangu. Bella akawa amekubali aise, kisha wakaondoka kwenda kula. Upande wa Kewe huku leo kajidunga haswa, hata chuo siku hizi haendi kabisa. Mara akaokota simu ya Amira. Amira kauliza upo darasani? Mchizi akasema ndio, akamdanganya, kisha akamwomba atampigia baadaye, yuko bize. Maisha ya mwana yamebadilika kabisa. Steve akamleta Soma studio kwa mara ya kwanza, lakini Soma alikuwa anaogopa kishenzi yani. Akasema mzee wake ashamkataza, akimsikia itakuwaje, si atamnyonga. Steve akamwambia anapaswa aimbe tu, lakini pia akienda stage avae hata maski au abadili sauti wakati wa kuimba, lakini kitu cha msingi aimbe, maana ana sauti nzuri sana. Baada ya Waisa kumpiga surprise ya msosi Bella, akaja anajisifu kinoma hapa. Umetoa wapi pesa Waisa wewe, au umemuibia mamako? Yani Bella haamini kabisa kama Waisa anaweza kuwa na pesa. Wakiwa hapa akaja mshikaji mmoja ambaye anasoma darasa moja na Kewe, akawaambia kuwa Kewe hajafika darasani tangu chuo kifunguliwe, na lecture amesema kama asipofika kesho basi watamuondoa kwenye register ya chuo. Kila mtu akashangaa hapa, mchizi haendi darasani, imekuwaje tena? Huku Kewe anacheza na masera zake tu, ashasahau kabisa kama kuna mambo ya chuo. Mara mlango kagongwa, ni nani anakuja huyo? Kila mtu akashangaa hapa. Kewe alipofungua akakutana na Bella yuko na Waisa. Bella akasikia kama kuna harufu ya bangi hivi, mchizi akaogomea kuingia ndani ya ise. Mwisho Waisa akampa taarifa zake. Bella akahisi kuna kitu anakificha Kewe. Mwana akaingia ndani akafunga mlango. Bella hakuamini kabisa kama amefungiwa mlango na Kewe. Ndo ilivyo hivyo. Hiki kitu kilimuumiza kinoma Bella. Akawa na hasira tu, yani haelewi nini ambacho kinaendelea hapa. Akamwambia Amira kuwa alienda anapoishi Kewe. Yani Kewe aliyemuona kabadilika kabisa. Nini kimetokea? Anavuta na sio sigara, ila ni bange. Amira anaamini kabisa Kewe ni mtu poa sana. Bella akasema labda wa zamani, lakini wa sasa hawezi kuwa naye kwenye urafiki kabisa. Amira aliwaza sana kuhusu hiki kitu. Kewe leo amepata ugeni wa Fatima. Basi Fatima muda wote alikuwa na furaha tu. Fatima akaomba kama vipi wawe wapenzi. Mchizi akawa amegoma, kisha akamtaka Fatima aondoke hapa. Fatima akakataa, akasema mimi siondoki humu. Mchizi kabidi amwachie nyumba mwenyewe sasa, yeye asepe. Fatima naye akaona hapa na kaaje, naye akaunga tela, wakawa wameondoka wote ise. Soma akiwa anapiga story na Princess, akaja Bella akamwomba akafanye challenge ya TikTok yeye, Amira pamoja na Bella mwenyewe. Bibi akawa amekubali aise. Princess yakupenda kabisa hiki kitu, akasema akiwa na shida zao ndo anakuja. Anahisi kabisa Soma anaondolewa kwenye kundi taratibu, yani watu wanamtenga hivyo yani. Muda wa challenge ukafika. Kabla hawajaanza kufanya challenge, Amira akaokota simu ya Kewe, akamwambia weekend hii ana birthday yake na atafanya party, lakini akamtaka asiwaambie watu wengine wote kuhusu hiki ambacho yeye amemwambia, na kwenye party anatakiwa kwenda peke yake. Aliporudi Soma akataka kujua alikuwa anaongea na nani. Soma ni kama na hasira na Amira kwa sasa, si mnaona Basi zoezi la kujirekodi video likaanza rasmi hapa. Basi ilikuwa ni shangwe tu mtu wangu naambiwa. Marafiki watatu walikuwa na enjoy tu mtu wangu, yani ilikuwa ni bata kwenda mbele. Sasa waliporudi hostel, Amira kahisi kuna kitu kimebadilika sana kwa Soma. Anaongea kwa kufoka na amejitenga sana na marafiki zake sasa hivi. Lakini Soma sio mkorofi, basi tu sijapenda vibe lake la sasa. Niambie, nani alikupigia muda ule? Amira akasema Kewe. Akasema birthday yake ni weekend hii. Bella anapenda bata kishenzi yani. Lakini Amira akasema amealikwa yeye tu. Bella akakasirika kinoma yani. Kwa nini Kewe hataki kualika marafiki zake? Akawa ametoka nje. Bella akaja moja kwa moja hadi kwa kina Jonathan. Kuna nini? Kewe anafanya birthday party. Kwa hiyo eti kamwalika Amira peke yake. Jonathan maini yakacheza ise. Lazima tuivamie hiyo party. Anataka kuungana na mimi anyoshe mkono. Watu kimya. Baada ya muda Soma naye akaja. Akasema hajatualika. Kwa nini tuvamie? Kwa sababu ni rafiki yetu. Katukataa bila sababu. Tunahitaji maelezo zaidi ya hapo. Amira akasema labda kuna kitu anapitia, kwa hiyo ataongea naye asikie. Soma akawaka kishenzi yani. Utaacha lini kumtetea? Umesemaje? Ipo wazi. Kama unamchagua Kewe mbele yetu, sawa. Soma, nimekaa kimya muda sana. Huu upuuzi mimi sitauvumilia tena. Marafiki wakataka kupigana hapa. Kila mtu anajua unamtaka Kewe na Jonathan. Unasemaje? Nimesema. Utafanyaje? Sipendi wasichana kama wewe. Unajifanya hujui unachokitaka. Kama unamtaka Kewe sawa, lakini usiuchezee moyo wa Jonathan. Amira akawa ameondoka kwa hasira. Ondoka Malkia Cinderella, watu tupumue. Kila mtu akamgeuka Soma. Hawakupenda kabisa kila ambacho amekifanya hapa. Amefanya kitu cha kipuuzi mno. Watu wakawa wamesepa, wakamwacha peke yake. Washikaji walimtafuta sana Amira, lakini hawakufanikiwa kumpata. Hawajui kaelekea wapi, hata simu yake haipatikani. Basi walipokutana ni kila mmoja alikuwa na wasiwasi aise. Itakuwa yuko wapi Amira sasa? Wakahisi pengine atakuwa hosteli, kwa hiyo ikabidi waende kumtazama huko. Upande wa pili huku Princess kamsifia kinoma alichokifanya Soma.
lakini Soma hakupenda kabisa, maana Amira ndo kamtambulisha kwenye lile kundi. Princess anamsifia tu, kafanya kitu kizuri sana. Yaani anachokitaka Princess ni Soma awe na Jonathan tu, hataki kitu kingine chochote kile. Bella alimpigia sana simu Amira lakini hakumpata aisee. Baada ya muda Amira akarudi, hakutaka kuongea chochote kile, akasema amechoka sana, kwa hiyo na yuko bize mno. Mabadiliko ya Amira yakamfanya Bella ajisikie vibaya. Kwa sasa anajisikia vibaya tu, muda wote akawa ni mtu wa kulia tu. Waisa akamkuta Bella analia mno, akasema Kewe ndo kasababisha hivi. Kewe kafanyaje? Bella akasema kundi lilikuwa vizuri tu, lakini akaondoka bila maelezo yoyote, yeye ndo kasababisha hivi. Waisa akasema wanaweza kuachana naye tu, maana mambo yashabadilika kwa sasa. Bella akasema unakumbuka nilipokuwa sekondari sikuwa na marafiki, hakuna mtu ambaye alikuwa ananipenda. Nimefika chuo nikapata marafiki, halafu ghafla tu wamebadilika. Ndo nini sasa? Waisa akaahidi kuwa upande wa Bella ise, maana kumbuka Waisa anampenda Bella noma sana mtu wangu. Mida fulani vya usiku Kewe akamtaka Amira kae mbali kabisa na Jonathan, maana kwa sasa ampendi hata kidogo, yani kifupi hivi. Akasema hana shida na Bella, Soma wala Waisa, ana shida na Jonathan tu. Mwisho Kewe akamtaka Amira achague mmoja kati yao, yeye au Jonathan. Amira hakuelewa kabisa hiki kitu, akashuka kwenye gari kwa hasira vibaya mno. Soma leo anaenda kukutana na Steve. Princess akasema anapaswa watafute Waisa, Bella na Jonathan ili watoke hata kidogo. Soma akagoma, maana mara ya mwisho alifanya kitu cha kipuuzi sana. Sasa muda wote ambao Soma alikuwa anaongea na Steve, akili yake haikuwa pale kabisa. Ikabidi amwambie Steve sasa kinachomsumbua. Mwisho akasema amejikuta anampenda sana Jonathan kutokana na namna ambavyo alikuwa anamjali. Yeye amesemaje? Anampenda Amira na kila mtu anampenda Amira isipokuwa Waisa tu anampenda Bella. Mara ya mwisho nilimsema sana Amira kuwa anatoka na Jonathan na Kewe. Sikutegemea kusema hayo maneno, lakini nikajikuta tunaongea. Sasa hivi wananichukia, hakuna anayetaka kuongea na mimi tena. Steve akajipigia pande pale. Kwa hiyo mimi sio kama Jonathan hata wewe umekuwa mwema sana kwangu, umenisaidia sana kwenye muziki wangu. Steve akasema inabidi uangalie kama Jonathan ana hisia na wewe kama ambavyo wewe uko nazo, lakini kama akiwa hana hisia na wewe inabidi ule, uoge na ulale. Sawa, hii itakusaidia sana. Leo Kewe akamfuata Amira kwa ajili ya kwenda kwenye pati ya kuzaliwa. Bibi akaja na zawadi kabisa unaambiwa, kamletea boyfriend wake hapa. Mwisho mchizi akampitisha dukani kununua nguo mpya kwa ajili ya pati. Amira hakulipenda kabisa hili gauni, lakini kwa sababu Kewe kalitaka itabidi avae tu, ndo mpenzi wake huyo. Pati ilikuwa na masela kibao unaambiwa, nyama kama zote, si mnaziona Mchizi naye akaingia na pisi yake hapa. Birthday boy kafika, yuko na birthday girl, wameongozana wote. Masela akampa Kewe zawadi yake ya birthday. Basi madola mengi sana akamwagwa hapa. Basi sherehe ikaanza rasmi, watu ni kucheza tu, nyama zinatingishika vibaya mno. Cha msingi dola zako tu, nyama yoyote unacheza nayo. Baada ya muda Amira akaenda kupumzika chumbani kwa Kewe. Alikuwa amechoka sana ise. Kwa hiyo alipofika tu akajitupa, akasinzia pale pale. Baada ya muda kiasi kupita, Kewe naye akaingia. Njemba ilikuwa imepiga pombe ya kwendo na mbiwa. Mchizi alipofika akakaa karibu na Amira. Basi tamaa acha zimwendeshe. Si akajikuta ameanza kumshikashika bibie. Hizi ni pombe au akili yake? Kewe anaitaka ya Amira hapa. Leo lazima ichape. Amira kapambana kishenzi, yani mwisho akampiga ambavu. Amira akachoropoka pale pale. Mwana alicheka kishenzi, yani kaikosa hii ndege, atakuja kuipata tu. Wakati anatoka, Amira akakutana na wauni mlangoni. Acha wacheke. Wakajua tu kuwa kakimbia mziki wa msela umo ndani. Kwa hiyo wao wakaachana naye. Na huo ndo kama mwisho wa sehemu ya 7 Tambaleli. Mtu wangu naitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurua TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.